tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu. Afufuke moyoni mwako. Haleluya, afufuke moyoni mwako. Tuanze tuwe wapya. Mmenielewa vizuri watu wa Mungu ondoka kwenye misimamo yako na tabia zako mbaya mbaya, acha, badilika. Si ndio watu wa Mungu? Isionekane kazi aliyoifanya Yesu msalabani ni bure. Si ndio? Mmenielewa vizuri tusiipuze damu ya Yesu kwamba ni kitu cha kawaida na kufanya chochote kwenye maisha yetu. Napenda sana na leo ni sikukuu ya Pasaka, na tamani tuende kwa muda mfupi kama kwa wewe ambaye hautakuwa makini muda ambao unategemea au ukamaliza, ambao makini kunichukua. Haleluya, ili tumalize kwa wakati. Haleluya. Nenda tufungue kitabu cha Kutoka sura ya 34 na mstari wa 10. Ujumbe unasema nguvu ya agano. Tulikuwa tunaendelea na somo linalosema matokeo ya ibada halisi. Nilisema siku ya kwanza kwenye ibada viko vipengele kama vitano. Sasa leo nitakuwa nazungumza kipengele cha agano. Kuna kipengele cha mahusiano. Sikuzungumza ibada inadai mahusiano, lakini ibada pia inadai agano. Haleluya. Huwezi kumwabudu Mungu kama hujafanya agano naye. Ndio maana mtumishi yeyote unayemwona Mungu amemuita, maana yake walifanya agano na Mungu. Unaposikia mchungaji anasema nimekubali kumtumikia Mungu, nimesikia sauti ya Mungu, maana yake ni swala anasalenda na kufanya agano na Mungu. Sasa nini maana ya agano? Nitazungumza kidogo alafu tunasoma hili neno. Agano ni mapatano ya mtu na Mungu au mtu na mtu. Sasa Mungu wetu ni mwaminifu sana. Uaminifu wa Mungu unasimama kwenye agano. Mungu hajawahi kuvunja agano na mwanadamu, sababu mwanadamu ndio anatangulia kuvunja agano na Mungu. Haleluya. Ukitaka kumwona Mungu ni mwaminifu, simama kwenye neno lake, ishi kama neno linavyosema na wewe. Haleluya. Kanisa, mnanielewa? Ndio. So watu wengi wanashindwa kupokea kile wanataka kutoka kwa Mungu kwa sababu wanavunja agano. Yapo mambo mengi ambayo sisi na Mungu, haleluya, sisi na Mungu tumepatana, lakini tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, hili ni agano. Anazungumza katika Wakorintho wa kwanza 11:5 25 pale anasema damu hii wamikayo ni agano jipya lililotolewa kwa ajili yenu. Kwa hiyo agano la mataifa linadai kitu kusimama katikati. Haleluya. Agano la ukombozi wa mwanadamu na Mungu lilidai kitu cha thamani, lilidai damu, na kuna damu linalofanyika nje ya madhabahu. So tunapozungumza agano ni mambo yafuatayo, mambo yaandike. Jambo la kwanza, agano lazima lifanyike kwa mwanadamu. So agano la Mungu na mwanadamu alifanya Kalvari. So Kalvari ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Ndio maana Ibrahim alimpeleka mwanae Isaka wapi? Maria. Ni Kalvari hiyo. Haleluya. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo lazima tunalo agano la jumla na kuna agano la mtu binafsi. Kuna nyakati mimi nikipita kwenye nyakati ngumu, ninarudi kwenye agano langu na Mungu. Mimi Mungu akunikuta kama Joseph, sina kazi ya kufanya, alinikuta nina kazi zangu nzuri. Kwa hiyo mambo yakienda vibaya, nitarudi kwenye agano na kumwambia Yesu, wewe ni mwaminifu. Nakumbuka siku ile, na nikifika hapo kunakuwa na nguvu ambayo sio ya kawaida. Ninarudi kukumbusha agano na mimi
Mungu uliniita, lakini kwenye wito wangu mimi tofauti na Mungu aliyemwita baba yetu Askofu Kalinga, tofauti na watumishi wengine walioitwa. Sasa ni kosa kufananisha aina ya wito, kwa sababu kila wito una mkataba wake, kila ajira ina mkataba wake. Mkataba wangu mimi na Mungu ni mgumu sana. Sijui kuna mtu anaongea naye hapa, sijui mnanielewa nyie watu, mnanielewa? Mimi niliingia kwa kulazimishwa. Kilosa kwa hiyo nilitoroka kwenda kujificha. Mimi ningeenda nimekaa Mbeya nikajitumika Kilosa polini kule. Toroka mimi nikamwambia usiniambie habari za kuniita. Haleluya. Tangu 2002 na 2003 nasomesha wachungaji. Nikiwa na pesa zangu nyingi tu. Nafanya biashara Malawi. Haleluya. Kanisa mnielewe, namba 2. Agano linadai sadaka. Agano linadai sadaka. Sababu mambo unaona kuyaingia kwenye agano. Nimesema kuna maagano aina ya maagano, kuna agano la ukoo, kuna agano la familia, kuna agano la maisha ya mtu binafsi, lakini kuna agano la mtu na biashara yake kwa Mungu. 1:28 tunaona mtumishi wa Mungu Yakobo amefanya agano ya Mungu. Anaweka jiwe kama alama kama madhabahu. Alafu anachukua yale mafuta kama sadaka. Anamimina kwenye ile jiwe. Alafu anatamka maneno. Anamwambia Mungu, ukinichagua niendako. Haleluya. Ukanilinda, ukaniabushia maadili, ukanipa nguo, ukanipa chakula, nitarudi mahali hapa kukutolea sehemu ya 10. Wakati mwingine biashara zake zinapigwa kwa sababu hazina mkataba na Mungu. Huwezi kuchukua biashara ya mtu aliyokoka. Hata ukichukua 1,000 wako utarudisha. Haleluya. Kanisa mnielewa, watu wa giza wanaposema ile biashara yake iko hivi, maana yake amefanya agano na madhabahu ya giza. Ile biashara amemkabidhi shetani kwenye madhabahu ya giza. Maana yake ni mashetani ndio anaendesha ile biashara. Sasa ukishaokoka, mkabidhi Mungu biashara yako, fanya agano na Mungu, Mungu ndio aendeshe biashara yako. Walokole kwa sababu ya kutokutaka kuliishi neno na uvivu tulionao, kila anayefanikiwa anaonekana ni wa nguvu za giza. Kitembelea mayeboyebo, wewe ndio wa Mungu huko kiroho. Na wachukia kweli nyie. Mavivu linaamka saa 4. Alafu mwenzio anaamka saa 11, halali analala saa 7. Wanataka mfanane. Kunena kwa lugha kunaleta hela. Kuna mtu anaongea naye? Kuna mtu anaongea naye? Kuna mtu anaongea naye? Haleluya! Mtu ambaye hana agano na Mungu hana mahali pa kufika. Kwa maana mimi ni jeuri sana kwa sababu ya aina ya agano nilionalo. Si unanielewa vizuri? Si mnanielewa nyie watu? Kuna kwaya yeye niliwahi kujaga zamani Kilosa hapo. Si wako wapi wale watu? Inua mikono. Mnanikumbuka? Watawasimulia kilichotokea. Mikwaya pale ikija lazima niwapige pawa kwanza. Huwezi kuimba hapa. Kwaya zingine zinakataa. Yaani hata ungekuwa nani umetoka Dar es Salaam ukija hapa na kupiga pawa kwanza ili tuwe sawa. Sasa nikilipua pepo uwanjani nao kalipuke. Ile kambi ya jeshi mwanangu. Haleluya! Haleluya! Kulingana kile ambacho Mungu amenipa, nikatengeneza makomando unaonifanania. Kwa hiyo kama sabuni utavunjikia huko. Sijui naongea na mtu hapa. So, naongea nini hapa kwamba kwa nini maisha yako yako hivyo, lakini kwa nini maisha yako yanakufanania wewe na ndugu zako? Hapa ndio kesi yangu ilipo. Umenielewa vizuri eh? Natamani ukatae maisha yako yasifanane na ndugu zako. Baada ya kuokoka, sisi ni uzao mteule wa mbinguni. Baada ya kuokoka, sisi tumehamishwa. Ni kweli unaitwa kwa jina lao, lakini wewe ni unamilikiwa nini na madhabahu ya Mungu aliye hai. Sasa ukiona maisha yako yameokoka yanafanana ya ndugu zako ambao hawajaokoka, bado kuna shida. Shida iko wapi? Agano la ukoo bado linafanya kazi. Umeokoka, shida kwenu hakuna watoto wasomi. Yaani kuna kiusani. Yaani digrii moja kwenu hakuna ukoo mzima, watoto washangazi wa ndoa wa mkubwa hakuna. Elimu ni ya kuungaunga.
kufunga. Maana yake nini? Maana yake liko agano ambalo mtu aliingia na madhabahu ya nini? Za giza. Akasema sisi kazi yetu ni kulima tu. Shule hapana. Kilimo pia kinataka shule. Unanielewa? Kilimo pia kinataka nini? Kuna watu mnajiita wakulima lakini waharibifu tu, mnaharibu ardhi. Anapalilia mahindi akiwa na mbelewele. Wewe si mharibifu tu. Naongea nini? Maagano. Sasa mtu aliyokata, tunaposema tumevunja maagano, kushuhudia pia watoto wako, kuwasomesha sura nzuri ili kuondoa kile kiangaza. Haleluya. Lakini agano tafsiri ya pili ni mpaka unaochorwa kwa ulimwengu wa roho, ni alama Mungu alipotoa Israeli kwenye mikono ya Farao, alimwambia chinjeni mwana-kondoo, chukueni ile damu kwenye miloni ya milango yenu. Maana yake malaika wote akija akiona ile damu, agano alipotaruka. Lakini tunaona pia Rahabu walipoenda wapelelezi, amwambia nini? Waweka alama kama agano. Kabla ulinzi kuna agano. Sio, mnanielewa vizuri? Biashara ambayo haina agano na Mungu, ile biashara haiwezi kukua. Mwambie Mungu, ukinibariki, Mungu ukinikumbuka, Mungu ukinifanyia hiki, ndipo hela hii itakuwa ya kwangu mimi na wewe. Sasa Mungu ni roho, anaujua moyo wako kwamba hapo ulipo una hela bado ni mchoyo. Atakubali hilo agano? Atakubali hilo agano? Kusudia kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niongee taratibu milele mfupi sana. Kwamba watu wengi wanatumika na hajui agano lake na Mungu. Ndio maana wanaweza kukunyanyasa wanavyotaka. Ndio maana wanaweza kusumbuka wakati wewe ni chombo cha Mungu umeitwa. Nimesema kupitia kifo cha Yesu msalabani alifanya agano letu na yeye. Tunapoendesha mema ya Bwana tunahuisha agano letu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So, kwenye madhabahu hii ambayo Mungu alipa mtumishi wake, Mungu alifanya agano na baba yetu hapa. Si mnanielewa vizuri? Kanisa mnanielewa? Kanisa mnanielewa? Nimesema kuna maagano ya ukoo, kuna maagano ya nini? Ya familia. Watoto wa shangazi baba mkubwa wanafanikiwa. Nyie kwenu tu kwa mama yenu ndio mfanikiwa. Kuna shida hapo? Haleluya. Maana yuko mtu amejiunga ile nafsi kwa kulingana na nani? Ya shetani. Kama sisi nafsi zetu tuliunda kwa shetani, Yesu kwa nini hakuomba amuje? Maana shetani aliumba na Mungu. Kwa nini ilitakiwa kanuni? Kuna vitu ambavyo kanisa la Bwana tunavichukulia vya kawaida. Mmenielewa vizuri eh? Tunachukulia nini? Vya kawaida. Na tukifundisha wanasema wachungaji siku hizi wanafundisha hela. Hela kwani unazo wewe? Mimi nilimwambia Mungu nipe hela nyingi ili hao washirika nikiwafundisha nisiwafundishe kwa njaa. Kazaneni tu kununua gari ya baba hapa. Mimi nitaleta dude langu hapa, mtashangaa. Wewe unacheza na mimi nini? Mkataba wangu na Mungu sio kujalia. Wewe vipi? Tatembelea mimi magari yana jina moja. Tembelea angalau jina lile gari lina majina mangapi? Matatu, Toyota, Land Cruiser, VX. Ndio ubini wake. Muulize jana kwa sababu gari lako lina majina mangapi? Halina ukoo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Natamani asubuhi leo nikukumbushe kazi ya msalaba. Yesu aliingia peponi, akaingia agano na sisi. Ni agano la kale, mikono na kukupa hivi. Alichelewa kondoo na mafahali. Damu haikuweza kumkomboa damu. Haikuweza kumkamilisha. Ile damu ya Yesu Kristo ya hai. Ile agano jipya linakamilishwa. Sasa kama tunakamilishwa, ni lazima baadhi ya vitu vyako viingize kwenye agano lako na nani? Na Mungu. Maana yake nini? Usiokoke wewe, fedha yako haijaokoka. Usiokoke wewe, mali zako hazija. Majitu ya agano la kale walipungukiwa kwenye agano tu, lakini walikuwa wanamjua Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa mnanielewa vizuri? Watoto mnanielewa vizuri? Sasa agano ni mpaka. Ndio maana tunapoomba
ninachosema, kila agano lililofanyika kwenye imani ya roho kwa ajili ya maisha yangu inaniminja. Manake ni kizuizi kimewekwa. Watu wa Kalvari hawatakiwi kuongezeka, wakiongezeka hafungue. Mtu amerogeza huko na nguvu za giza. Nisikilize nikupe ushuhuda leo. Msinitafsiri vibaya. Si ndio mimi upande huu sijaferi, ni profesa. Si ndio mzee Nyangi? Mimi pale kanisani kangu kulikuwa na kitu, kuna watu walikuja pale kanisani kama washirika, lakini kumbe wamekuja kwa ajili ya Mungu. Nilikuwa nikiingia kanisani nikikaa kwenye madhabahu, nikikaa hivi najisikia kukasirika. Wakiimba nimekasirika, wakifanyiki nakasirika, nifanyiki. Nikasema mimi sio yule, nina pepo, siko sawa. Kitu gani nakasirika kanisani? Nikasema mpaka nigugo nijue ni nini kinafanya haya. Nikapokea kitabu mlimani. Kaambia Mungu, nataka nisikie ni nini hiki. Mimi ndio mleta amani huko ndani. Alafu mimi ndio nakasirika wa kwanza. Yaani amepita tu mtoto nikashika maiki. Mtoto wa nani huyo? Mtoto wa nani huyo? Sina shuhudia mimi. Si unanielewa vizuri Unaweza hata wewe ukawa hivi alafu kaendelea kujiona uko salama, kumbe umerogwa. Pia nika kitu kadogo tu umeshanuna. Mbona wenzio wanavumilia? Kwa nini wewe huwezi kuvumilia? Si wote tuko Kalvari. Kwa nini unakwazika peke yako? Si hatukwaziki. Si una shida wewe? Umerogwa hujarogwa? Bwana akaniambia nyuma ya ukuta wa kanisa kuna madhabahu. Jirani ya kanisa akapanda mgongo pale. Kama kwenye mpaka kapanda mgoma. Kumbe ile ni madhabahu kama vile vibao vya shule. Nikasema okay, maombi yameisha mchana huu. Siku ya pili narudi. Nikarudi hapo na nikiingia kwenye mfungo na goma kuoga na goma kula wala kuongea na mtu. Nataka nimsikie Mungu. Wewe si unaigiza, wewe tumefungwa, nachezea simu, naangalia makatuni. Hujui unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona watu kanisa. Tunaibada watu wengi asilimia nyingi. Na yule mtu akaja nikasema huyo mtu nataka naye hawapo hajashiriki huko. Kanisani wako wanaoungana na majirani kwa ajili kabisa. Tunaomba saa 11 nimeshika maiki. Nikaona wazi kinachofanyika kwenye hiyo madhabahu iko nyuma ya ukuta wa kanisa. Hapo nikapiga kelele, ninaona ABCD. Nikaona mtu mwenye nguo nyeupe ameshuka akaikata ile madhabahu. Ikadondoka chini. Lakini kwenye ile madhabahu kulikuwa na nyoka. Haleluya. Wanaofanya sumu ndani ya kanisa. Kanisa langu lilikuwa liwezi kutulia mwezi. Hatujakwazana humo ndani. Sio hali ya kawaida. Kawaambia wanangu tuingie rohoni, hawakunielewa. Ilibidi niingie peke yangu. Mungu anaweza kuponya ukoo wako, anaweza kuponya familia yako kupitia wewe peke yako kufanya kusudi. Haleluya. Na ilipofanyika ile madhabahu ya agano la giza, kanisa likatulia. Yaani nimesahau lini niwahi vikao na wazee. Hivi ninavyoongea hapa kuna mhubiri kule kanisani. Wamempokea wao, wanahangaika naye na anarudi nyumbani vizuri kuliko nilivyokuwa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Kalvari nimekuja kusoma na wao asubuhi leo kwamba yako maagano yanayofanyika kwenye maisha yetu ya ufalme wa giza. Yako maagano ya ufalme wa giza yanayofanya kinyume cha nini? Cha huduma yako. Nikutaka kijana mmoja anaimba sana. Nikamwambia umetoa vile wanasema sijawahi kutoa. Anatembeza flash, anatembeza nini? CD kipindi kile. Lakini wako watu wenye sauti mbaya tu. Alafu wanafanyaje? Wamefanikiwa. Wameingia mikataba. Kwa nini? Wanachokifanya wale watu wa giza, ndio wanakuwa wakonda kwa mafikia. Ukitaka studio, hela hii hapa niletee. Akishainunua anaipeleka kwenye nini? Kwenye madhabahu ya giza. Huyu asifanikiwe, sauti hii funga. Kuimba unaimba, maombi huna. Unatokaje? Utazunguka tu hapa Tunduma basi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana natamani asubuhi leo. Baadhi ya maeneo ambayo yamefanyika maandamano kinyume chetu. Tukaenda mbele za Mungu aliye hai na kumwambia Yehova, kila maandamano
Naomba tusome kidogo. Kitabu cha Kutoka 34:10. Akasema kwa maana nafanya agano mbele yenu na watu wangu wote, tatenda miujiza namna ambayo isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha nikutendea. Liangalieni neno hili ninalokuamuru leo. Tazama mbele yako na mchoro Mwamori, Mkanani, Mhiti, Mperizi na Myebusi. Ujihadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyewe. Ujihadhari nafsi yako. Mtu wa Kordari, ujihadhari nafsi yako. Usije ukafanya unafiki, mapatano na watu ambao ni silent killer, watakaoua hatima yako. Unanielewa vizuri? Kanisa unanielewa? Huu ni unabii wa pili ambao Mungu anasema. Leo baada ya ibada hii, fanya maamuzi ya kuchagua njia nyingine ya kuiondoa. Bwana anawaambia Israeli, kwa kuwa mimi nitapigana vita yao, kwa kuwa mimi nitawatetea, nitawaheshimisha, kwa kuwa mimi nitawaondolea Waamori, taifa kubwa korofi, nitawaondoa hivi milele, watu ambao hawatishiki na chochote, lakini kwa mkono wangu wenye nguvu na kwa kulitazama agano langu na Mungu wataondoka katika jina la Yesu yao. Nisikize mpendwa, haijalishi unapitia jambo gani, haijalishi na ugonjwa gani, haijalishi wewe ni nani, lakini agano linamfanya Mungu asimame apigane vita kinyume cha adui wako. Sijui mnanielewa nyie watu? Sijui mnanielewa? Anasema angalia, sitaacha kuondoa maadui mbele ya macho yako, lakini usirudie. Maana gani? Punguza huruma, usifanye mapatano na watu ambao ni wasaliti. Sasa kama alikuumiza juzi, leo tena anarudia kukuumiza, unasema tu ilikuwa bahati mbaya ya shetani. Kwani yeye ndo anajua njia ya shetani? Anapita kwake kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kiona jirani yako anasinzia, mwambie rafiki, umekuja kuanga, umekuja kufanya nini? Hayo wengine wanga tu. Injili kama hii unasinzia kweli? Unapataje usingizi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo natamani ujue kitu ambacho Mungu anasema na sisi asubuhi ya leo. Lakini Nyakati ya Pili 6:20 tunamwona mtumishi wa Mungu Suleiman alipokuwa akizindua hekalu. Nyakati ya Pili 6:20, usiku ule kabla ya ibada ya Jumapili manake Jumamosi, Suleiman anaenda kwenye ile madhabahu, atakunjua mikono yake, anaidedicate madhabahu, anaiweka watu ile madhabahu, akaona maneno haya, anasema Bwana, nimekuja kwenye madhabahu hii. Ndio maana ni muhimu sana kutambua thamani ya mchungaji wako, watu wa Kordari. Liko agano ambalo Mungu amelifanya. Mnapoona watu hawa wanaongezeka, watu hawa wanakimbilia Kordari, kinachoweka ni agano la mtumishi wa Mungu Bwana yetu hapa na Mungu wake. Sisi mnanielewa vizuri? Aliomba nini? Anajua yeye na Mungu wake. Lakini hiko agano kwenye madhabahu kwa ajili yenu ya kawaida kuendelea kuwa salama. Ndio maana yule mama alikuwa anashuhudia, anasema yuko Mungu hapa Kordari. Yeye anamuona Mungu, wengine hawamuoni Mungu. Muulize yako, unamuona Mungu hapa wewe? Wewe ni Mungu unamwona kwa asubuhi, kichwa chako kilivyo kibovu. Haleluya. Kila madhabahu ina agano kwa ajili ya watu wa mahali pale. Upako uliopo Kilosa ni kwa ajili ya watu wa Kilosa. Nikija hapa kwa Kordari natumia upako wa madhabahu ya nini? Upako wa agano la kuzalika. Kwa hiyo hapa sio mimi. Ukiona kitu kinatokea, ujue agano la madhabahu hii inafanyaje? Inanibeba. Kwani niyo ubiri hujawahi kwenda kwenye madhabahu nyingine ngumu hata kuhubiri wewe? Maana yake mwenye madhabahu na mbingu wamepishana. Supige makofi basi kama umenielewa. Supige makofi basi. Tutaona madhabahu hii kwa vizuri. Mungu anasema unabii unatokea ndani ya kanisa. Maana yake madhabahu ina uhai. Madhabahu ina connection na nini? Na mbingu. Ni watu wa
ngumu, hamwelewi. Yaani nyinyi mnachungulia madirishani ndio kuna Mungu nje huko. Hapa hakuna Mungu. Mwambie jana kubadilika wewe. Wenzenu kule wanatamani kuja hapa, wao wanatamani kuchungulia nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mungu anazungumza tena. Anasema basi kwa kuwa umefanya agano na Mungu, ni halali. Ni maisha. Ukishaweka hofu kwa chombo cha Bwana, maana yake nini? Maana yake umetengwa. Nataka kuzungumza kitu hapa. Israeli. Mungu alipookoa, Mungu alipookoa hapa. Mwanzo 34 mstari wa 14 Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israeli. Wakati Israeli anawatoa kwenye mikono ya Farao, wakatembea kwa Mungu mahali ya Sheba. Alipofika mahali panaitwa Midian, hapa Midian walikaa kwa muda. Nisikilize, kuna kitu cha msingi nahitaji kuzingatia hapa. Kwa nini Israeli walikaa miaka mingi Midian? Mahali ambapo sio kusudio la Mungu kwa ajili yao, mahali ambapo sio ajenda ya Mungu ya kuwatoa kwa Farao anyanyuke Midian. Alichokuwa anakitaka Mungu afanye agano nao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona huko chini Mungu anasema nendeni na mtume malaika katikati yetu. Yesu anasema hapana, usipokuwepo katikati yetu hatutaondoka. Manake waliingia agano na nani? Na Mungu. Na Mungu anamwambia Musa, watu hao wanashinda Mungu. Mkiendelea kunilazimisha nikae katikati yenu, mtaangamiza wote. Kanisa, mnanielewa? Kisoma kwa chini tunakuja kuona Musa anatengeneza sanduku la agano. Sasa mwanzo sababu za kutengeneza sanduku la agano maana yake ni kustawisha, ni kuboresha uhusiano wa kanisa na Mungu. Maana yake ile sanduku la agano ndio ilikuwa madhabahu ya wana wa Israeli. Walitunga, haikugusa hovyo, haikusema hovyo. Si mnanielewa vizuri? Leo Mungu ametunga utumishi wake kama sanduku la agano. Kama tumeokoka, una sababu ya kuja kupata kusikiliza injili hii. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, mnanielewa? Ukiona biashara zinaenda ni kwa sababu ya agano la madhabahu hii na Mungu wake. Sio kwa sababu una akili nyingi kwenye biashara. Sio kwa sababu una uwezo sana. Sio kwa sababu umesoma. Mchana akatolema amefeu. Ni agano la Mungu na mtumishi wake. Madhabahu yanaachilia mema kwa ajili ya watu wanaoona. Pigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Pigia Yesu makofi ya hiyo Mungu ya hapo. Haleluya. Ndio. Kwa nini nyinyi ndio mfanikiwe sana kuliko makanisa mengine? Si manake madhabahu ndio inaamua aina ya maisha ya watu wake. Mnaelewa hicho kitu? Mnaelewa hicho kitu? Ndio maana nikwambie siri, hata ukihama Tunduma ukahamia wapi, usikurupuke kuhamia kwenye makanisa. Jambo la kwanza, angalia maisha ya aina ya maisha ya watu wa kanisa lile. Kipita hapo nje ukiona kuna baiskeli, kuna pikipiki, kagari kamoja na kenyewe kamechoka namba A, usiingie humo ndani. Unaweza ukaingia ukauliza lina muda gani? Lina muda gani ili kabisa? Hii jipya tu tuna miaka 8. Hamna kitu hapo. Hii madhabahu ina litani. Sio, unaelewa vizuri? Madhabahu lazima iwe na litani kwa watu wake. Lazima iwe na yeshemu neno ndoto ya madhabahu. Ndio maana tunasema ukitoa kwa madhabahu hii, unaona kitendo wewe unafunguka. Maana madhabahu ipo hai. Wewe kurupuka jichanganye uende kwingine. Halafu ukazimike huko. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wako wananiambiaga, wewe mzee, tukikupa hela 24 hours lazima ilete return. Masaa 24. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. So Musa baada ya kufanya agano, ndio Mungu akaanza kutembea katika Israeli. Akaanza kuonyesha njia. Natamani usielewe baadhi ya watoto wako, baadhi ya maeneo yako, kama ni biashara, kama ni ofisi, kama ni masomo, fanya agano la elimu na
shule hakuna. Mwambie Mungu, nafanya agano na hawa watoto ABCD. Ndio maana mnaona wenzenu waliofundishwa Biblia vizuri, mtoto akiwa na mwaka mmoja miezi 6 anamwita dokta, anamwita profesa, anamwita si nani. Kwa nini? Kawaingiza kwenye agano kwa njia nini? Ya sadaka. Sijui mnaelewa nyie watu? Hebu muulize jana hapo, watoto wako wamewaingiza kwenye agano na Mungu hapa? Watoto wanasumbua. Wokovu uliwaleta kwenye madhabahu kwa sadaka. Sizungumzii mimi ya kujifungua kushukuru kama hii, lakini tuna ibada yetu ya kuweka wakfu nini? Watoto. Ubarikio si mnasema nyie kwenu, kuwabariki watoto, si ndio? Sasa unamkabidhi kwenye madhabahu ya nani? Ya Mungu. Hatima yake haitatoka kwenye familia, kwenye DNA za baba au kaka wa mama. Kwa madhabahu ya nani? Ya Mungu aliye hai. Hata kama walikuwa hawafahamu, hata kama walikuwa wana akili, ukaanza kuona wanachagua, wanafanikiwa katika jina la Yesu. Ninamshana kuelewa agano langu na Mungu iko rangi. Mimi sielewagi, mnisamee tu. Sielewagi mimi watumishi wenzangu kwamba huduma imemshinda. Watu waokoki, sielewi mimi. Inabidi ukae chini tukufundishe. Una agano na Mungu wewe aliyekuita au ulitamani tu sadaka? Hii kazi inastawi hapa ni kwa sababu ya nguvu ya nini? Suleiman anasema wakati anaomba maombi haya, anasema wakipigwa na tabu, wakipigwa na magonjwa, wakifukuzwa na njaa, wakija mahali hapa kuomba kuelekea madhabahu hii, Mungu ndipo jicho lako lifunguke ukasikia kutoka mbinguni. Lakini maneno ya mwisho anasema na akija mgeni toka mbali akiomba kuelekea mahali hapa, Mungu usikia toka mbinguni. My friend, katika watu ambao kujana na baskofu hapo, watu ambao walifanikiwa, wote walienda kunisindikiza mimi. Muulizeni baba, niligoma kula na kuna mahali kuna raha. Israeli achana na kitu kingine, nchi zozote zile huwezi kupata chakula cha namna hii. Yaani kanisa lote ni buffet ya chakula. Yaani keki, ya unachokijua duniani kipo pale. Yaani makeki unakunywa chai yamejaa, makeki mchana, makeki usiku. Machungwa ya kule hakuna ladha mai kuona baba askofu. Mai kuona ladha ya machungwa ya. Ule wali ule hata wakera takataka. Alafu unafungaje? Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda kwenye madhabahu Suleiman. Nikatembea kwenye ule ukuta. Nikasema Mungu sawasawa. Na ile watu wa nyakati ya pili china 25. Mimi ndio yule. Aliyetoka nchi ya Mali Tanzania. Nimekuja kwenye madhabahu hii. Kule Tanzania nilikotoka. Kule nimekatalia Tanzania. Kule Tanzania nilikotoka. Kila mnachofanya kieni. Mungu sikia kutoka mbinguni. Mungu wa utumishi wako. Mungu haishimani. Naomba unisikie. Yaani nilipotoka Israeli, hakuna kitu nilichofanya kiliwahi kugoma. Huwezi kusema amina, tuna wivu. Halafu mimi Mungu amenipa mafunuo. Nikiwa huku mwezi wa 9, naenda mwezi wa 11, nilianza kuomba. Bwana akaniambia, andika mahitaji. Si ujui hata ule ukuta ukoje. Yaani nikiukuta akijaezekwa kifupi kiko hapa. Gusa ule ukuta, ulikuwa unaumwa nini? Kwisha pale. Wewe usifikiri wanaenda kucheza kule. Hilo ndio kufundishwa. Mimi nilikuwa napewa maelekezo na Roho Mtakatifu kama zuzuta. Nilipofika tu hivi, Roho ananiambia vua viatu. Nikavua hali nikaanza kanyaga nimeshika mkononi. Wananishangaa wenzangu, vipi? Ndio anafuata maelekezo. Fuata maelekezo. Haleluya. Sema fire. Agano la Suleiman na Mungu. Hakuna agano bora kama hilo. Chona mtumishi anafundisha juu tu. Suleimani alikuwa na wake wengi. No. Suleiman alikuwa mwoga vita. Angalia mkutano, alikuwa anaoa kwa sababu anawapenda. Suleiman alikuwa mfalme, baba yake amechafua, kagombana na kila mtu. Yeye ndio anaingia kwenye kiti. Kajua hapa nalishi na ugomvi wa baba hapa. Sasa dawa yake Mungu akampa hekima. Kila mfalme aliyekuzunguka kaoe kwake. Akikuta hata mdada macho anaangalia hivi, anaoa. Wamebishana miaka 15. Mimi nalipo hivyo nipe. Alafu anakaa. Ukitaka kunielewa ili nikufundisha Biblia sahihi, muulize yeyote anayekufundisha hivyo, mwambie unajua watoto wa Suleiman walikuwa wangapi? Kwa nini wafanyakazi wameandikwa? Kwa nini watoto wake hawajaandikwa? Ile ilikuwa ni geresha. Akaishi maisha ya kupigana nini? Vita.
Kuna mtu anaongea naye hapa? Kuna mtu anaongea naye hapa? Unapotafsiri neno lazima ujue mkutadha wa mwandishi, sababu zilizopelekea kuandika ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kuomba asubuhi leo. Bwana haliomba tunaita mabao yuko Mungu leo hai. Bwana yuko Mungu sasa. Na mabao hii imani ya agano na Mungu wako. Wacha nikusaidie mambo ya msingi. Kwa nini biashara zetu zinayumbayumba warokole? Kwa nini? Uko kwenye frame hapa ziko 10, huku pande ziko 10. Hawa wote wana maagano kwenye giza. Biashara zao wamezikabidhi kwenye madhabahu ya shetani. Wewe biashara yako ya Mungu kwenyewe haujaikabidhi. Sijui mnanielewa? Sijui mnanielewa? Tumewachukia wale watu wa ministry wale mnaowaita mitume wale, si ndio? Sio vyote wanadanganya. Hata kwa kichaa ukitulia unaweza ukajifunza kitu. Ila ukiamua kunichukia hata nikiongea vya maana, sio kweli, sio kweli. Utakufa. Haleluya. Hakuna mbaya kabisa wala hakuna mzuri kabisa hapa. Hata wewe una shida zako tu. Mwambie hata wewe una shida zako bwana. Muangalie usoni hata kama anajiona malaika. Mwambie una shida zako nyingi tu. Haleluya. Kwa hiyo wale jamaa wana shida zao nyingi. Lakini tunajui tupo. Mnanielewa vizuri Mojawapo ni baadhi ya maeneo haya wanawafundisha watu hao kusimama na madhabahu ya Mungu aliye hai, kuheshimu madhabahu. Ndio maana ukifika kule, mimi nimeenda kuhubiri, ukiingia wanasimama wote. Sio kwamba wanamheshimu sana mtumishi, wanaheshimu agano lake na Mungu kupitia maisha yao. Maana yake nini? Maana yake ufunguo wa baraka zao wanajua wao ni kifaa cha mchungaji wao kalinda. Kanisa, mnanielewa? Ukiferi hapa utashona sana mikopo. Nila wakati mwingine unaweza ukaishi hata huna mkopo hata mmoja. Unapenda nikwambie? Unapenda nikwambie? Sasa mimi nimetoka kule ng'ambo mzee, wananiita Freemason, yani ni mbaya. Yule mzee ana hela, anapata wapi hela? Kwani za kwenu mnaandikaga ukutani kwamba mnapata wapi? Za kwangu mimi ndio mnataka mjue mnapata wapi? Yesu aliamuru mbingu, madhabahu ikafunguka, nikaanza kupokea dola kutoka Marekani. Haleluya. Unamwambia mtu, nilikuwa naambia juzi wamecheka sana. Nikamwambia nilikuwa nakemea pepo za hasara. Unazijua pepo za hasara? Kule kwetu kuna miji inaitwa Mtendeli, kwa watu wanakaa walevi na nini. Ile pepo ukikemea hajali hata shukrani. Lakini ukikemea pepo moja ya mzungu, pepo moja ya mzungu anakuuliza account kwanza, anapokuta vumbi, pastor una account, unamwambia yeye sawa. Haleluya. Madhabahu inatazama na agano na Mungu. Nitamwambia Mungu hivi. Mtu anakupigia simu namba ngeni, anasema naomba kata kwanza, nikutumie kwanza vocha, anadondosha 1.5 milioni, alafu anaanza kukuuliza account. Halafu unamwambia kuna ile imeingia, unamwambia hiyo nimekutumia ya vocha, baada ya matani ununue vocha matumizi. Alafu nipe account. Kuna mtu anaongea. Kuna mtu anaongea. Kanisa, mnanielewa? Fanya agano na Mungu na utumishi. Yakobo alifanikiwa sana. Alipopanda kwenye biashara zake, alikuwa mkorofi, ameendelea kudhulumu, ameendelea kuumiza watu, ameendelea kugombana na watu, lakini alipokutana na mtu mwenye agano akifanikiwa katika jina la Yesu na kuongea hiyo neno sikia leo. Hata kama una bosi mkorofi, ukifanya agano na Mungu kwa ajili ya vitu yako, atatoka yeye katika vioo yetu. Mwambie Mungu, nimefanya agano na wewe kwa ajili ya biashara yangu, nimefanya agano na wewe kwa ajili ya watoto wangu. Mungu, kupitia biashara hii nitakutumikia nayo. Sijui mnanielewa? 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 Kanisa, mnanielewa? Sikufundishi ili utoe, na kufundisha kanuni za kutoka mahali ulipo kwenda mahali pengine. Mtu mwingine ananiambia, mchungaji, nafanyaje? Unaweza ukafanya agano la binafsi, si ndio watu wa Mungu Unaandika majina aidha ya watoto wako, au unamwita mchungaji wako. Biashara yangu sielewi, haiendi kama ilivyokuwa zamani. Sasa nataka nikabidhi kwenye madhabahu ya Mungu. Halafu una bahasha yako. Pastor
Hata kanena hapo, my friend, nipigie simu kama hujaona maajabu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakustawisha namna ya kutisha. Kwa nini? Nimesema umekuwa na muunganiko tayari na madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Lakini pia jambo lingine, unakuwa kujiondoa kwenye mnyororo wa maroho ya nini? Ya ukoloni. Yaani Kilosa ilifanywa maagano na Waarabu ya kutisha. Kandonga, si unaelewa? Yaani wachungaji wamechoka. Yaani wamechoka. Unakuja kwenye kikao anavaa utafikiri ndo katoka shambani. Akili zimekamatwa. Kwa hiyo inagombana nao, nafundisha kutoa, anafundisha kulima. Yaani yeye akitoka akiamka asubuhi anakaa anasoma Biblia. Unasoma Biblia, unakula Biblia. Hata uelewe hata Biblia yenyewe ukiwa na njaa. Uvivu tu. Unajifanya umejaa roho kila saa Biblia mkononi. Kafanye kazi. Tuachie makuhani tusome Biblia na sisi tukafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa mnanielewa? Lazima uwe na balance kwenye huduma yako. Muda wa kazi fanya kazi, muda wa huduma fanya huduma. Ndio wengi wanakuwa na maneno sana kwa sababu yani maisha magumu, wakali wakorofi. Changa wetu ala kimbili, unanipangia. Una hela wewe. Kaga unajibu vibaya viongozi wako. Kuna mtu unaongea naye hapa? Kuna mtu unaongea naye hapa? Nataka nisome mchana wa leo. Hakuna maskini kati yetu. Agano alilofanya Yesu msalabani. Tunahesabiwa haki bure pasipo sheria. Na usiku leo uwezekano wa Mungu kubadilisha historia ya maisha yako ni mkubwa wa 100%. Mwambie Bwana, nasimama kwenye agano jipya ambalo ni ukombozi wa nafsi yangu. Mimi nimeokoka. Mimi ni mzao mteule. Siwezi kufanya na watu wengine ambao sio wana wa Mungu. Wewe ni mwana wa agano, mtu wa Mungu. Sisi mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa? Mwanzo 9:17. Lakini Mwanzo 17:12 agano la utajiri hapo tulikuta kwenye Mwanzo 17:12. Mimi nakufundisha Biblia halisi. Huwezi kuwa tajiri dunia hii. Mji wa Tunduma umejaa mapepo huu. Alafu maombi yenye huombi kutoka kwenye hauwezi kuwa tajiri. Fanya agano. Amina. Sisi mnanielewa nyie watu? Mnanielewa nyie watu? Ndio maana nilipotaka kuhama nilimwambia baba askofu hapo. Askofu mkuu akasema nisisikie. Tutapata wapi mtu akukaa Kilosa? Haleluya. 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 Mimi hapa mitatu tu, wa pili wa tatu nimeanza Kilosa. Kwa kupiga makofi sijafanya mkutano. Mwaka wa 3 nimekanua Land Cruiser VX. Achana na jitu la gani? Kamwambia umeniambia niache biashara huku, akanionyesha mkataba Yesu mnono wa agano la mimi na yeye. Kaambia nakuja. Bwana asifiwe. Usitie wito wa utumishi kama haujaingia agano na Mungu. Usifanye biashara yako kama hujaingia nini? Agano na Mungu. Uingie biashara kwenye agano, uingie uchumi kwenye agano. Mwambie Mungu, hela hizi itakuwa za kwangu na wewe. Hela hizi, biashara hii utafanya kazi ya nyumbani mwa Bwana. Hata wamepanga wewe kufika mlangoni, wanazunguka waoni milango, wanazunguka wanataka kwingine. Kwa nini? Hii ni biashara ya Mungu tayari. Lakini hakuna agano la maneno. Agano linaambatana nini? Narudia tena, agano linaambatana nini? Sio mradi sadaka. Kasoma nyakati hii niliyosoma hapa. Utaona sadaka ambazo Suleiman alitoa. Mahekalu yalijengwa mangapi? Yalijengwa zaidi ya 3. Kwa nini Suleiman madhabahu yake ndio na nguvu kuliko zingine? Alitoa kuweka watu ng'ombe 33,000. Kinacholipa nguvu madhabahu, kinaloipa agano nguvu ni nini? Ni aina ya sadaka wanazotoa watu wao kwenye hiyo madhabahu. Mkaka na wao saa zote. Wewe ni aibu. Sio kaangua kama Eutiko. Tiko alitoka mbele. Tutakufufua leo lakini. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Ili uwe imara kwenye eneo la biashara. Wewe unaniambia niongee sana hapo. Kasoma 17 hapo mstari wa 2. Angalia agano la nini? Unataka kuwa tajiri lakini huna agano. Maana yake nini? Maana yake wewe ni sawa na kibarua. Huna mkataba na Mungu kwenye eneo la utajiri. Ndio maana biashara yako bila kukopa haiwezi kusimama. Sinakufundisha. Unanielewa vizuri?
Na mimi siku hizi nimekuwa mfanya biashara mkubwa. Kwani biashara ni dhambi? Wahubiri wakubwa wote ni wafanya biashara. Wana viwanda, utaona na print t-shirt zimeandikwa John. Kivaa tu hilo jina basi hapo tunatoka. Haleluya. Sema fire. Ninakuomba asubuhi ya leo. Mungu ameniambia nizungumze na wewe kwa habari ya agano. Unapokuwa unaokoka kutoa sio mwizi, umepewa, lakini huna agano na madhabahu ya Mungu aliye hai. Fanya agano, vingine vikimbia huko, watoto wako wakienda shule, hawataumia hapo. Manake zile madhabahu bado zina nguvu, ndio maana unaona aina ya hao watoto wanauma saa ya mitihani tu. Manake agano la kale bado linafanya kazi kwenye familia yako. Halitaki shule. Kuna mtu anaongea naye? Sio, unanielewa vizuri? Hakuna mtoto anayeumwa kwenye shule mitihani kama sio nguvu za giza. Hakuna. Niletee hapa kama hujaona pepo zimetoka. Kwa nini? Baba, huna agano na Mungu wako, hujawaingiza hao watoto wako. Babu yao aliwaingiza watoto wako kwenye agano. Si mnanielewa nyie watu? Halafu huku kwetu Mbeya hapo ni kubaya. Si mko na Wamalawi na Wazambia na nini huko? Kuna mambo ya giza mengi. Hata kama walikuwa wanasali lakini bado kulikuwa na giza. Si mimi nilikuwa mtoto wa mchungaji, naelewa anaongea nini. Hapana, sisi kwetu baba yangu alikuwa wa dini. Wa dini kitu gani? Unakwepaje? Chagua aina ya maisha unayotaka familia yako iwe. Chagua aina ya hatima unayotaka iwe. Wakabidhi watoto wako kwa sadaka mbele za Bwana, kama ilivyofanya mtumishi wa Mungu Ayubu. Anawasapoti watoto wake kwa sadaka kila wakati. Acha tu kupiga magoti, Mungu kumbuke mwanangu huko asikoache. No, mlete kwenye madhabahu kwa kuhani. Mchungaji, sadaka hii mwanangu anataka kwenda wapi? Awe mfanya biashara kama mimi. Ile wewe inamvaa. Haleluya. Kuna umri ukifika unatakiwa upumzike, rithisha watoto wako biashara. Halafu unakaa tu. Niingizie milioni 5 nataka kula, wanakuletea. Sasa unakuta mfanya biashara alafu umezaa vichuguu. Haleluya. Kabisa mnielewa? Kabisa mnielewa? Naomba nikupe mambo kadhaa. Na nikupe mambo kadhaa. Mambo yaliyompeleka Yesu msalabani. Mambo yaliyompeleka Yesu msalabani. Nazungumza agano. Yesu alikwenda msalabani isipokuwa kwa sababu ya kutimiza agano jipya. Kuchora mstari kati ya agano la kale kukuu na kuchora mstari unaonyesha agano jipya. Kwa hiyo neema ikaingia kwenye nini? Kwenye agano. Tunapozungumza agano manake mpango kwenye ulimwengu wa roho. Giza ikaondoa kwenye maisha yetu. Haleluya. Unapofanya agano na Mungu kwenye baadhi ya maeneo ya maisha yako, maana yake unachora mstari kwamba kama kwetu kulikuwa kuna shule, kama kwetu kulikuwa kuna ndoa. Haleluya. Mimi naingia agano na Mungu na ndoa. Watoto wangu watakuwa na ndoa bora. Hata kama mimi nimechelewa kujifunza haya, lakini kuingia mimi nataka ndoa kwa watoto wangu. Hamjanielewa? Yaani usifikiri walioachika walikuwa wakorofi. No. Maagano yanakataa ndoa. Yaani hilo jamaa hata ulibembeleze, ulipikie maji ya mdalasini, ulichemshie ya kuoga, bado utakusinda kusema chakula gani, kimaji gani haka? Madhabahu anamwambia fukuze. Kama mama hata kanimulia gani ya Yesu. Mimi naondoka. Sasa kaka naondoka. Unaondoka unaenda wapi? Nimechoka. Kwao madhabahu za kwao zinamwita. Sema fanya. Kama mgosi anamwambia rafiki, madhabahu za kwenu vipi? Wewe mimi siwezi kujinyima wewe, niache kula, siwezi kujinyima wewe. Madhabahu ya umaskini. Haleluya. Mabegi yamejaa chumbani. Na somo mmoja anakimbia mkononi. Lakini mtaji unauza ndizi 10,000. Wewe sio mzima. Unavaa suti alafu unauza nini? Unauza ndizi. Umesuka nywele za 20, unauza nini? Ndizi. Kichwa kiko sawa. Nikamatieni mniletea hapa huyo tumuombe. Haleluya. Watu wa Mungu mnaelewa? Nataka nimalizie kusema baada ya kusimama
kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Suleiman. Narudia tena, kama Mungu anakupa neema hapa, unaona vitu vyako vieleweki, si una ugonjwa wewe, nenda Israeli. Sio kama Mungu asikii huku, sio kama Mungu asikii huku, sifundishi imani nyingine. Unanielewa vizuri Lakini nataka niseme vitu nimekutana navyo. Tuliingia kwenye kaburi, lakini baba pia alikuwa tunang'anizi. Tuliingia kwenye kisima cha Siloam, mahali ambapo alikuwa anatumbukiza wagonjwa. Maji yako chini kwenye ile bwawa lililobirika. Nikaingia huko, kuna giza, potelea pote. Chota ile maji mbulu nikameza. Wenzangu wanajipiga mapicha. Bwana asifiwe. Tulikanyaga nilipoingia kwenye kaburi. Nikafika tuingia pale. Nikaona miguu inasomeka. Nimejaa roho. Naingia kwa ndani navuta kelele. Haleluya. Manake Yesu anaishi bado. Ile kaburi ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Miaka 2000 iliyopita bado nguvu ya Mungu inaishi. Madhabahu ya Suleiman ni miaka 6000. Kanisa la kale lina miaka 20-30. Si madhabahu bado ya moto hii. Haleluya. Si madhabahu bado ya moto hii. Sasa kama ni mamija kwa mwisho, ili madhabahu iendelee kuwa na nguvu, lazima mjifunze kuibariki madhabahu. Jifunze kutoa. Usisubiri vya kuleta hapa. Shungana vizuri Ukikutana tu na mchungaji vibaya, basi umemrushia tukaratasi fulani mkononi. Mwambie jana yako acha uchoyo, biashara zitafunguka tu. Utaita wenzao wachawi kwa sababu wanatoa, wewe mchoyo. Unajua majitu ambayo hayajabarikiwa, akiona wenzao wanabarikiwa anasema wale sio bure. Ndio sio bure, wanatoa kwa Mungu wao, wamejiunganisha na madhabahu ya Mungu. Unaelewa vizuri Mimi na upako wote na Mungu yote niliye naye, wanasema Freemason. Ukiwa maskini ndio wa nani? Naam. Halafu bado hela zenyewe sina hela, bado tu nina njaa. Freemason. Ukipata hela nyingi. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba walokole maisha yao lazima wawe nini? Maskini, hamjazoea utajiri. Ndio maana wenzenu wakipata hela, sio hela za bure zile. Ulishawahi kushika wewe za bure? Umezijulia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu ni wakati wa kumiliki. Maana ile madhabahu, ile ibada, ile tabia, ile kazi na kuzuia, inavunjika katika jina la Yesu. Kupitia kifo cha Yesu, ile bado imeanguka. Wala sio maskini tena, wala sio laana tena, wala sio aliyeona tena. Kupitia hapa, kupitia kifo cha Yesu, kupitia neno jipya, sisi ni wapya katika jina la Yesu. Namba moja kilichopeleka Yesu msalabani. Jambo la kwanza, ukombozi wa wanadamu. Sababu za Yesu kufa msalabani, sababu za Mungu kujenga hii madhabahu. Nimesema Kalvari ni madhabahu ya Mungu, mahali ambapo Mungu alimtoa mwenyewe sadaka, lakini ndio mahali ambapo Ibrahim alimtoa Isaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kutoa vinavyouma, Mungu ndio wa kwanza alitoa vinavyouma. Nataka nikwambie tena na kuibia siri hii. Sitamani kuongea mambo yangu hapa, hata wewe unaweza kaona wivu. Ndio maana nawaambia mwezi wa 10 ngapi hapo naweza nikawa nimeleta rodude mnaotafuta nyinyi mwaka mzima. Niangalie vizuri. Wewe endelea kudimba kwa Mungu. Sisi wenzio tunajimimina wazima. Si unaelewa vizuri Wewe endelea kuzuia vya kwako kwa Mungu. Si wenzio tunaomba kama vilivyo. Bwana asifiwe. Nilifanya agano moja na Mungu kubwa sana. Kamwambia Mungu, ukinipa hela this year 2026, ukinipa hela takujengea makanisa 10. Hasa makanisa 10 mwanangu, hata likiwa bobovu lina shingapi? Piga hesabu mwenyewe. Nikamwambia ila mkataba hela utanipa wewe. Alafu mimi nitafanyaje? Tajenga. Huyu mzee huyu, nyie muelewi sana. Hamjui hata kidogo pengine. Unisamehe kwa kusema hivyo. Yeye anataka mkataba. Mungu hafanyi kazi nje ya mkataba, nje ya agano lake. Hajifunui nje ya agano lake. Haumuoni kwa sababu hutaki kuingia kwenye agano. Mnanielewa? Fanya ndoa na Mungu, mwambie Mungu nibariki. Nishindi. Kamuliza Yakobo. Amefanya agano amefeli. Nini kilitokea? Alibadilisha mshahara mara 10 wapi? Baraka kutoka mbinguni. Alitamani kusulubiwa wapi? Baraka ikaendelea kushuka. Haleluya.
ingia kwenye agano lako na Mungu, na usiogope kuomba hela. Utajiri ni sehemu yetu sisi. Hakuna mtumishi wa Mungu kwenye Biblia alikuwa fukara. Hakuna. Mali zinatoka kwa kina Ibrahim, zilifanya mali za kina Isaka, utajiri wa kina Yakobo, akina Ayubu. Ni mfano wetu sisi. Kazi ya Mungu inafanya kazi. Kwani kuna huduma inakuwa kama una hela? Haukui. Mbona vizuri? Ndio maana wale wenye upako wengi wako mjini wanatembelea madude, ndio wenye upako. Ukiwa huko kijijini, si watu huko Katengere uko utatoa pepo, hakuna anayekujua. Nguvu ya agano ina nguvu ya kubadilisha historia ya maisha ya mtu. Leo tunabadilisha historia yetu kupitia agano la kifo cha Yesu msalabani. Mnanielewa vizuri eh? Nimekuibia siri. Mwambie Mungu, leo nimejifunza siri. Maadui zangu watajuta kunifahamu. Haleluya. Nenda mwambie Mungu, hii biashara kama haieleweki, lakini nakukabidhi wewe. Hapa Mungu utakula wote hapa. Nataka nikwambie, utafanya kazi mpaka utaogopa. Sinaelewa vizuri eh? Mnanielewa vizuri? Mungu ameniandaa nikusaidie. Sio tufundishe sio yajua. Jambo la pili, tumpeleka Yesu msalabani. Agano Jipya. Aliingia pale kabla, twende haraka kidogo. Agano Jipya. Kwa madhabahu ya Mungu akamtoa mwanae kwa ajili yetu. Na jambo la tatu, sadaka ya damu. Asingeweza kutoa mahali pengine popote, kwa sababu agano hili linadai damu. Mnanielewa vizuri eh? Wale mnaowaona mnasikia gari zimeanguka, ameua watu, kwa sababu ya nini? Maana yake yale ni maagano na madhabahu ya giza. Ameingia maagano kwamba atakuwa anapeleka nini? Damu. Haleluya. Kule Kilosa kuna maajabu sana. Unawaona kwenye njia panda, kwenye nini? Ilikuwa nyingi nyuma huko sana. Na wanapenda sana nyakati za Pasaka. Awamu hii Waislamu wamepata shida kule. Wanafunga ili kupinga Ukristo. Kwenye zile siku zao za fungo zile. Na siku kaingia siku tatu za kwanza. Siku ambayo wao wanaanza. Alafu siku tukatembea kwenye maeneo ya mji wote kwenye njia panda. Kubatilisha maneno yao na matakwa yao. Wanamaliza, tunaingia kama kwenye tatu zingine. Tukafuta, tukabatilisha. Yaani hali ni tete. Bwana Yesu asifiwe. Wao mahali wamechinja kwa kule, ni kitu cha kawaida. Unaona manyoya njia panda, hata ukiwaona usiku hawaondoki. Usinyie wanaoga wanajificha kule, hawaondoki. Unaweza kukaa huko usione ilizi kule. Ilizi ni kitu cha kawaida. Mwanafunzi darasani, kengele liko hapo kubwa kwenye bega linaonekana, sio shida. Kilosa nani wa kumshangaa mwenzake? Huyu anayo, huyu analo, huyu analo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna katoto kaliingizwa kwenye magano, mshirika wangu pale ameokoka sasa hivi, mama ni mwalimu. Kitoto cha darasa la 3 ndio kilikuwa kinaongoza ile shule ya Mazingira Town pale Kilosa mjini. Mshauri wakifanya sherehe graduation darasa 7, mziki hawaki hapo mpaka pakuliwe chakula kwanza yeye. Magano na madhabahu yake imekipa nguvu. Watu wa Mungu, unaweza kupata nguvu kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Fanya agano na Mungu, mwambie Mungu aliyeniita, Mungu aliyenichagua kwa ajili ya neno. Haleluya. Ninajitenga na madhabahu na maagano ya wetu. Naona tabia za asili ya nyumbani kwetu sio nzuri sana. Naona maisha yako ya nyumbani kwetu sio nzuri sana. Mimi nimeniokoa Yesu, na leo nifanye agano na mimi. Haleluya. Natamani kusimama pale ulipo, tukamwambia Mungu kupitia agano la damu yako iliyomwagika kabla, na mimi nasimama kwenye hii madhabahu najiunganisha na ile agano jipya. Haleluya. Historia ya ukoo wenu haitakuwa kesho yako, haitakuwa kesho yako. Nasema historia ya ukoo wenu haitakuwa kesho yako. Haijalishi kwani wanaishiana vibaya, wewe hautaishia mahali pabaya, maana wewe ni chombo cha Bwana. Tunashika kwenye agano hili jipya. Hapa wachungaji msogee hapa mbele, watu wakisimama mnanyanyuka. Chini basi, ndio ndio ndio. Ndio ndio.